بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hii itakuwa ndio sehemu ya mwisho ya muhadhara wetu ambao unaelezea maalimu da'wati salafiyya بالخصوص لزوم جماعة المسلمين kwenye kipengele cha alhizbiyya walhizbiyun, وكذلك نبذة تاريخية عن الأحزاب والتحزب. tulipotoka nyuma, unwani kubwa ya maudhui yetu ilikuwa ni kulazimiana na jamaa ya Waislamu na umoja wa Waislamu na kuacha kujiingiza katika vikundi. Maelezo tuliyotoa kuhusu jamaa ya Waislamu na watu kuwa pamoja na kuacha utengano, maelezo yake yamejitosheleza, japokuwa yalikuwa ni kwa ufupi. Haya tunayoeleza sasa hivi na baada kabla ya maghrib na sasa baada ya maghrib, haya tunaeleza na kadhalika tulieleza jana baada ya maghrib, yani baada salati al-maghrib, asilimia kubwa yanazungumzia ubaya, kuonyesha ubaya wa kuuvunja huu msingi madhubuti wa umoja wa Waislamu, kuleta tahazub katika dini, vikundi, kubaguana kwenye misingi isiyokuwa ya kisheria, kubaguana kwa sababu ya vyama, kwa sababu ya jumuiya na taasisi, kwa sababu ya miji na nchi, kubaguana kwa sababu ya ukabila na rangi, na kutengeneza makundi ikawa watu wanapendana kwa sababu ya vikundi vyao au wakatengana kwa sababu ya hivyo vikundi vyao. Jambo hili linaudhoofisha umoja wa Waislamu na linaleta mtafaruku katika Uislamu, na jambo hilo halikubaliki, ni jambo baya. Lakini maal asaf utakuta watu wengi dhahiri wanadai mshikamano, wanadai umoja, lakini wanafanya mambo mengi yenye kuuvunja umoja huo, na juhudi zao hazionekani kwenye maeneo yaliyoashiriwa na sheria na kuelekezwa na sheria, kwamba kwa maeneo hayo au kwenye maeneo hayo ndiko kunapopatikana umoja. Juhudi hizo zimekuwa ndogo sana, au kwa baadhi ya watu hakuna kabisa, imebaki ni maneno tu. Kuna mambo ya kuwaunganisha Waislamu, sheria imeelekeza mambo hayo, kuna haya na haya na haya. Tukitaka umoja wa kweli, basi tuhangaikie haya yapatikane. Na kuna mambo ya kuwagawa Waislamu, ni haya na haya na haya na haya na yale. Kwenye mapenzi na umoja wa Waislamu wanaochukia mifarakano, wanatakiwa waonyeshe juhudi ya kuyakataa mambo ya kuwagawa Waislamu.
Lakini ukiwatazama wenye kauli mbiu hiyo ya kutaka umoja, utawaona hawaendei milango ile ya kisheria iliyowekwa na iliyoelekezwa, ni maneno tu. Pengine mtu mbaguzi kweli kweli wa rangi, mbaguzi mkabila, lakini adai kwamba ataka umoja wa Uislamu kabila. Akipata nafasi tuuona ukabila wake uko wazi, mbinafsi. Umoja utakuja vipi katika mambo kama haya? Au mzushi anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, vipi utakujipatikana umoja na hali ya kuwa wewe unazua? Haya ni katika mambo yanayosababisha iftiraq. Kwa hiyo hili jambo hili linatakiwa lielezwe kwa jamii ya Waislamu kwa kiasi kikubwa sana, lieleweke. Kwa sababu kilio ni kikubwa. Kwa hiyo umoja hauji kwa kauli. Umoja utakuja kwa kufuata zile taratibu zilizowekwa na maelekezo yaliyotolewa kwenye Al-Qur'an Al-Karim na As-Sunnatu An-Nabawiyyah Ash-Sharifa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa kuwa hayo nimetangulia kuyataja, na sasa nitalazimika kutaja mengine ambayo pia nikiyatazama wakati hautaweza kutosheleza kuyataja yote, nitayataja machache. Katika mambo yanayopelekea kuwagawa Waislamu ni huu uhizbia, yani kuingia katika makundi na vyama. Kuna vyama vimepewa jina la Uislamu, lakini dhahiri yake hasa ukiangalia kauli zao na misemo yao ni kuupigania Uislamu, lakini undani kabisa huupati huo Uislamu wenyewe, huupati. Na undani wake utaupata kwa kuyatazama maandiko yao. Yani wale wenye fikra ile, wenye jambo lile, wenye mtazamo ule, waliobeba maono ya wale, ukiwatazama kupitia maandiko yao, hilo ndio jambo la kwanza. Huioni ile dhamira safi ya kuuisha Uislamu, ule Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata katika matendo yao kwenye miji na kwa watu, dhamira ile haionekani, ni maneno tu ambayo hayatasaidia Uislamu. Katika kulifafanua hili, nilisema hapa nitalizungumzia pote moja likiitwa Al-Ikhwan Al-Muslimun, Muslim Brotherhood. Hili pote athari yake imeenea katika jamii ya Waislamu, na pote hili limekuja mara baada ya kuanguka Ottoman Empire, dola ya Uthmaniyin. Kwa sababu sote tunajua sisi, kwa wale wenye kufuatilia, tunajua kwamba Uislamu ulipita kwenye vipindi tofauti tofauti na tawala tofauti tofauti, ziko kubwa na ndogo. Baada ya khilafa ar-Rashida, baada ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha makhalifa wanne waongofu, ulisimama utawala wa Kibani Umayya.
ambaye mtawala wa kwanza alikuwa ni sahaba mtukufu Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Umeitwa utawala wa Bani Umayya kwa sababu nasabu yao inakwenda mpaka kwa Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Wao nasabu yao inaungana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Abd Manaf. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Bani Umayya nasabu yao yakutana kwa Abd Manaf kwa sababu huyu Abd Shams ndiye alimzaa Umayya na Hashim ndiye alimzaa Muttalib, yani Shaybatul Hamdi. Hashim ndiye alimzaa Abd al-Muttalib. Hashim na Abd Shams ni baba mmoja mama mmoja. Hashim amemzaa Abd al-Muttalib ibn Hashim na Abd Shams watoto wa Abd Manaf hao. Abd Shams ndiye alimzaa Umayya. Kwa Banu Umayya na Banu Hashim ni ndugu. Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu akimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuwa ni shemeji yake yuko katika manzila ya ammi yake Muawiya bin Abi Sufyan, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa dada yake Muawiya akiitwa Ramla au Ummu Habiba. Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, lakini pia akimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam na ibn ammi yake. Miongoni mwa Bani Umayya ni Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu pia ni katika Bani Umayya. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwozesha watoto wake wawili. Alimuoa Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alipofariki Ruqayya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha binti wake wa pili akiitwa Ummu Kulthum. Lakini huyu Uthman huyu nyanya yake au bibi yake aliyemzalia mama, kwa sababu mama yake anaitwa Arwa bintu Quraiz, mama yake Uthman bin Affan. Arwa bintu Quraiz ni mtoto wa Ummu Hakim al-Bayda. Ummu Hakim ni pacha wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba yake amezaliwa na pacha wake wa kike, wako wawili, yani mapacha. Alafu huyu Ummu Hakim al-Bayda binti Abd al-Muttalib ambaye ni shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akamzaa Arwa bintu Quraiz. Huyu aliolewa na mtu katika Bani Umayya, baba yake Uthman, akazaliwa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kwa ni nasabu moja, nasabu moja. Sasa Bani Umayya tusitoke katika lengo nasabu moja. Hawa Bani Umayya akiongezwa na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Baada ya kuuawa Uthman katika Bani Umayya, Uthman aliuawa kwa dhulma. Walikuja watu wakamvamia, wakamzingira kitambo kirefu. Masahaba wataka kutoa msaada, anakataa kwamba acheni kwa sababu kuna madhara mkiingia kwenye kupigana na hawa watu. Kuna ndugu zangu wengi watauawa katika masahaba nyinyi, watu watukufu, hawa watu hawaelewi, afadhali nife mimi peke yangu, lakini mtamwaga damu nyingi, acheni jambo hili. Wakitaka kupeleka msaada anakataa, msiingie katika jambo hili kwa sababu tayari mimi nina maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ewe Uthman, Allah amekuvisha wewe kanzu, watakapokujia wewe wanafiki wakataka kuivua kanzu hiyo, fala takhla'uhu hatta talqani, usivue kanzu hiyo mpaka utapokutana na mimi. Kwa Uthman akasimama katika msimamo wake huo kwamba hataki kutetewa, na amefanyika mambo mengi. Jambo hili nilielezea katika muhadhara ya hivi karibuni tuliyofanya kule
Arusha, ni msikiti mkuu pale. Swala la kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo Uthman akauawa kwa dhulma. Alipouawa sasa, watu wakatazama, hakuna mtu mwingine katika saadati almuhajirin anemzidi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kwa ilmu na sharaf. Bila shaka watu wakaenda kwake, bwana wewe utakuwa ndiye mtawala. Kina Talha wapo, kina Zubairi wapo na wengineo katika masahaba. Akapita Ali bin Abi Talib. Wakati huo Muawiya bin Abi Sufyan ni governor chini ya dola ya Kiislamu, governor wa sehemu ya Sham. Sham ni Syria, Jordan, Palestina, yote ni Sham. Sasa yeye ni governor wa kule. Siku nyingi yuko pale amewekwa, na siasa yake ni bora kabisa, na watu wa Sham wamemkubali, na wao ndio ahlu thughuri, watu wa kulinda mipaka kule, kwa sababu wako mpakani na Roman Empire. Lazima dola ya Kiislamu ili sasa yeye alikuwa anacheza nafasi yake vizuri, hawasogei wale. Akapata shaabia na watu wengi wanaomkubali, kwa sababu siasa yake na utawala wake ulimfanya apendwe na raia wake. Huo ndio ukweli ulivyo. Sasa Ali bin Abi Talib ni mtu bora kuliko yeye radhiyallahu ta'ala anhuma, na huo ndio msimamo wa ahli sunna wal jamaa. Baada ya kupewa bai'a na kutawazwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuwa khalifa wa Kiislamu, yeye utawala akauhamishia, yani makao makuu ya dola akayahamisha Al-Kufa huko Iraq kutoka Madina, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko Madina, Abu Bakar alikuwa Madina, Umar alikuwa Madina, kadhalika Uthman alikuwa Madina radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wakati wa Ali bin Abi Talib yakaona hapana, sasa tuhamie Al-Kufa. Ijtihadi yake na wala hakuna vibaya. Muawiya bin Abi Sufyan akamwambia Ali bin Abi Talib, mimi Uthman ni ibn ammi yangu na ameuawa kwa dhulma, na Qur'ani inaniambia waman qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Na yoyote atakayeuawa kwa dhulma, basi tumeweka mamlaka kwa warithi wake, kwa mrithi wake, mamlaka ya kisasi. Wale warithi ndio wanaodai kisasi. Kwa hiyo mimi ni mrithi wa Uthman kwa kuwa ni ibn ammi yangu, ni ndugu yangu, nataka kisasi kwanza. Hakuna mambo utawala, sitatoa bai'a, sitakula kiapo cha utiifu mpaka waletwe waliomuua Uthman. Ijtihadi yake. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anasema hapana, toa kiapo cha utiifu kwanza, kisha mimi nitalifuatia jambo hilo. Mimi sikushiriki katika damu ya Uthman, toa kiapo cha utiifu kwanza, kula kiapo. Muawiya asema hapana. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa msimamo wake huu alikuwa katika usawa, wala hu ajran, ana ujira mara mbili. Muawiya hakupatia katika hili, kwa ijtihadi yake ana ajiri mara moja. Jambo hili watu wakasuguana pale mpaka watu wa fitna wakaingia katikati, vita vikapatikana, vita mbaya kabisa, vita ya Siffin. Kabla yake kulikuwa na Jamal, lakini Siffin walikufa watu wengi katika Uislamu. Mpaka pitishwa sulhu inakwenda mwisho, watu kupatana kuwa pamoja, mpaka toka kundi la makhawarij kusema hatukubali sulhu, la hukuma illa lillah. Basi ala kulli hali Ali bin Abi Talib kwenye kipindi chake kile kutoka mwaka wa 36 mpaka kufika mwaka wa 40 mambo yamechafuka pale, hakutamakani vizuri katika jambo, mpaka akauawa Ali bin Abi Talib. Umma ukagawanyika, watu wa Kufa wakashikana na Al-Hasan ibn Ali kwamba bwana usikubali, simama mahali aliposimama baba yako, sisi tuko nyuma yako, twende tukapigane na Muawiya mpaka ale kiapo cha utiifu, akae kwenye taa. Sisi hatukubali, tuko pamoja na wewe. Watu wa Sham nao wanasema na sisi Muawiya tuko pamoja na wewe,
twende tukapigana nao. Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu ni mtu alitabiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Ali bin Abi Talib, mama yake ni Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipomuona Al-Hasan akasema, inna ibni hadha sayyidun, mtoto wangu huyu, mjukuu wangu huyu ni bwana mkubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala atasuluhisha kwa sababu yake baina alfi'atayn al'azimatayn, baina makundi mawili makubwa katika Waislamu. Mtume swalla salam alimtabiri. Alipokaa akatafakari, pamoja na kwamba ana wafuasi, silaha, ana kila kitu, jeshi analo, akatafakari, akaliona jambo hili halina maslaha, Uislamu kuendelea kupigana hakuna maslaha. Akaandika barua kwa Muawiya akimueleza kwamba mimi niko tayari kujiuzulu nafasi yangu, wewe uwe ndiye khalifa wa Waislamu. Kwa hiyo Al-Hasan alijiuzulu na akakubali kukaa chini ya nani? Ya Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ndio maana ukiona makundi ya Mashia mara nyingi si wako wawili wajukuu Mtume swalla salam walio maarufu wa kiume, Al-Hasan wal Husain, sio mapacha. Al-Hasan mkubwa kisha akazali, ni mimba tofauti hizo. Watu wengi wanadhani kwamba Al-Hasan wal Husain wazaliwa mapacha. Al-Hasan ni mkubwa kisha kabebwa mimba nyingine akazaliwa Al-Husain, wamepishana kiasi cha mwaka mmoja na miezi. Ndio maana ukiwatazama Mashia huwa hawamtaji Al-Hasan kwa sababu hajawafurahisha. Wao utaona kwenye nyimbo zao, ya Hussein, ya Hasan. Hatusemi kwamba naye aabudiwe na aombwe, lakini kwa nini wanamruka? Wana maana sawa kuna waleta hapo. Ule mwaka wa 41 ule ukaitwa Amul Jamaa, Waislamu wote wakarudi pamoja. Sasa fitna ikaishi, maana yake baada ya kupatana wale watu wa fitna wakakimbia, wakatawanyika. Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu akaiongoza dola ya Kiislamu katika aina yake, na katika wakati wake ndipo Uislamu uliingia Ulaya, na ndio jeshi la kwanza lililoenda kusafiri kwa njia ya baharini. Walitengeneza ustul al-bahri, manowari maalum ya kivita. Na Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kusema, awwalu jayshi yaghzu fil bahri maghfurun lahu, jeshi la kwanza litakalopigana vita baharini limesamehewa lote hilo. Watu wote walioingia katika jeshi hilo wamesamehewa, kina Haram binti Milhan na wengine wote walikuwemo, kina Abu Ayyub al-Ansari na wengine walikwenda kufa Uturuki huko. Kwa hiyo watu wakapigana vita wakaingiza Uislamu huko Cyprus na sehemu nyingine mbalimbali katika wakati wa Muawiya. Lakini pakatokea baada yake wakati wa Yazidi mambo ambayo hayafurahishi kwenye Uislamu, kwa sababu alifanya mambo mabaya kabisa tofauti na alivyokuwa baba yake. Utawala ukaenda hivyo kwa Bani Umayya, watoto wa Muawiya, kisha ukahama kwenda kwa Bani Umayya, watoto wa Marwan bin al-Hakam, kina Abdul Malik bin Marwan, kina Abdul Aziz, kina Umar bin Abdul Aziz, kina Hisham na wengineo, mpaka mwaka 132. Bani Umayya wao walitawala kwa kiasi cha miaka 92, mpaka 132 dola yao ikaanguka kwa kampeni zilizofanywa na Banu al-Abbas, Abbasiyya. Banu al-Abbas hawa ni wajukuu wa Abdullah ibn Abbas, walikuja watawala takriban 38. Walitawala kutoka mwaka 132 mpaka mwaka 656. Miaka 556 ukitoa 132 utapata idadi kwamba walitawala miaka mingapi. Miaka mingapi hiyo? 124. Banu al-Abbas walitawala kwenye vipindi vitatu tofauti. Walikuwa na vipindi kwa sababu kuna kipindi Banu al-Abbas walikuwa na nguvu, wao ndio watawala na ndio kila kitu. Dola ikasimama ikaeneza Uislamu. Wakati wa Muawiya yeye alihamisha makao makuu ya dola ya Kiislamu akayapeleka Dimashq au Damascus.
Syria. Makao makuu yalikuwa Damascus wakati wa Bani Umayya, na pana jami kabiri pale ya Bani Umayya pale Damascus, ambaye Ahmad Shari'i sasa alikuja akaifungua rasmi, wakapewa kipande cha nguo ya Al-Kaaba ile, wakaenda wakakiweka pale jami Bani Umayya. Iko yuzi hapa Ahmad Shari'i huyu ambaye amempindua Bashar al-Assad. Haya, tuache haya. Banu al-Abbas wao ndio walioijenga Baghdad. Hakukuwa na mji unaitwa Baghdad Iraq. Walipoingia katika madaraka wakaijenga Baghdad, kikawa ndio kituo cha hadhara na thaqafa na ilmu. Maendeleo yote ya Uislamu na ilmu yakawa yamewekwa pale na Banu al-Abbas. Baghdad ikawa ni mji, ni ummu dunia kwa wakati wake. Lakini baadaye utawala uliyumba yumba, wakaja hawa wakaja wale, mara hivi mara Salajika, mara fulani, mara imesimama daula nyingine Mamalik, Ubaydiyun, mara kuna daulatul Murabitina huko wapi. Ala kulli hali hawakuwa katika hali ya utulivu dakika za mwisho. Lakini wakati ule ule ikisimama daula ya Bani Umayya, Bani al-Abbas, baadhi ya Bani Umayya walitoroka, kwa sababu walikuwa wanafuatwa mmoja baada ya mwingine. Popote pale alipo anauawa. Akapona mtu mmoja akiitwa Abdurrahman ad-Dakhil, Saqr Quraish katika Bani Umayya. Huyu ndio alikuwa na Uislamu Spain au Andalus. Saqr Quraish kule ikasimama, ile Andalus ikasimama daula Bani Umayya kule. Ikawa kuna daula Bani Umayya Maghrib na daula Bani Abbas Mashriq. Alhasil Uislamu ukaenda namna hivyo, duwali zikaenda zikasimama zikaanguka mpaka walipokuja Ottoman Empire, na watawala wao wakayafanya waliyofanya, wakaimarisha Uislamu, wakapiga hatua. Salim al-Awwal, Suleiman al-Qanun, al-Murad na wengine wakaja tofauti, wakausimika Uislamu katika nchi mbalimbali, huko Namsa na Vienna, huko Bulgaria, wapi Uislamu kama umekita huko na watu wake Waislamu, Bosnia, Yugoslavia kwa jumla. Mnaelewa mambo hayo? Mshaikusikia? Ulaya Mashariki takriban ile ikawa imestakiri Uislamu kule waka Bani al-Abbas, na huko magharibi kwa maana Hispania pamoja na Ureno ikawa Uislamu pia na umeendelea kule mpaka mwaka 1492, vita ya msalaba ile ya kuwatoa Waislamu. Mnakumbuka hiyo? 1492 wakawa washamaliza kila kitu. Waislamu waliuawa na nchi ikachukuliwa, dola ikaanguka, na isitoshe Ukristo ukasimikwa tena upya, na wakawa wanawafuatilia Waislamu popote pale walipo duniani. Ndio yule Vasco da Gama kabla ya kutoka kwake alikwenda kwa papa mkuu wa wakati huo, kwa sababu ilikuwa Spain pamoja na Ureno ndio ilikuwa nchi zenye nguvu kwa wakati wao. Kuna wakatoka watu wanaoitwa wavumbuzi, kina Magellan, sawa, Christopher Columbus na kina nani, na huyo anaitwa Vasco da Gama. 1498 akafika Kilwa kupitia Cape of Good Hope, rasi ya tumaini jema. Wapi huko? Kusini mwa Afrika. Walikuja na njia hiyo, wakashuka huko wakazunguka ambao wakafika Kilwa. Uislamu ulikuwa umetamalaki vizuri kabisa. Kilwa peke yake, Kilwa kisiwani, ilikuwa na misikiti 99 imejengwa kwa ufundi wa hali ya juu. Wakati wa wazungu walikuwa hawajakuja. Nataka niwaulize, uinjinia au uhandisi waliosomea wapi wa kujenga misikiti ya namna ile? Si ustaarabu na elimu imeletwa na wazungu ya kuweka majengo, kutengeneza miji. Hawa wazungu walikuwa hawajakuja bado. Haya majengo aliwajengea nani? Muhandisi gani?
msanifu majengo yupi? Kama mmefika Kilwa baada ya kuchimbuliwa ile na kuwekwa vizuri na UNESCO pale, utaona ule msikiti mkubwa pale na makuba yale makubwa yaliyotengenezwa, si ya jana yale, ni siku nyingi, miaka kadhaa imepita huko nyuma. Usanifu ule na uhandisi ule walifundishwa na nani aliyewajengia misikiti ile? Walikuwa na majahazi na manowari zao watu wakisafiri, kwa sababu kiliitwa sufala tibre, sufala ya mchanga wa dhahabu. Sawa, ikichukuliwa dhahabu, ikisafishwa, ikipakiwa katika manowari, pembe za ndovu na miti ya misonobari na kitu, ikisafirishwa ikipelekwa nchi mbalimbali, bara Hindi, China, Uarabuni, na ilikuwa ndio pato kubwa la serikali. Walikuwa na nguvu. Kuna kipindi kimoja kiliwahi kurushwa mwaka 1961 kwenye TBC wakati huo, alafu ikaja tena RTD, alafu sasa imekuja tena TBC, sasa ikarushwa tena TBC miaka 6-5 iliyopita. Hapa mimi nikisikia ninacho kikizungumzia namna wale walivyoingia, walizungumza ukweli mtupu, namna walivyoingia katika mwambao wa Afrika ya Mashariki na ukatili waliofanya wakina Vasco da Gama, Wakristo wa Kikatoliki, wakaharibu miji, wakaichoma, si Kilwa peke yake, Bagamoyo, Unguja, Mombasa, Malindi, kila mahali ambapo pana ustaarabu wa Kiislamu na pameimarika, wao walifanya uharibifu. Ndio wakajenga zile fort zao 1600 na kitu, ikajengwa Fort Jesus pale Mombasa, maarufu inajulikana. Nyinyi mmesoma kwenye historia zenu za uongo. Naelewa 1600 na kitu pale. Unajua? Alhasil, lakini bado ikawa dola ya Kiislamu huko Uturuki iko na inakwenda mpaka Misri, mpaka Yaman, Sanaa pale. Dola ya Kiislamu ikawa ipo Uturuki na baadhi ya nchi za Hijazi na sehemu nyingine wananufudhu. Lakini huku wakati huo makafiri wa Kireno na wenzao wakiwashambulia Waislamu na wakitaka kuzipora zile nchi za Kiislamu, dola ya Uturuki iko imeanza kukosa nguvu. Wakatokea watu fulani wakiitwa Safavid wa Safawi, ad-dawla as-Safawiyya, wakitokea sehemu za Azerbaijan kule kaskazini mwa Iran. Safavid Empire ikasimama, lakini kwa ukatili mkubwa sana, kwa sababu asili ya ardhi ya Iran, ardhi ya Faris karibu yote iko chini ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika madhhabi ya Imam Shafi'i. Ndio utaona hawa wanawazuoni wanaotajwa wakina Al-Qadhi Abu Shujaa, Al-Qadhi Abu Shujaa rahimahullah ta'ala, mwenye kitabu chake hiki maarufu Matn Abi Shujaa maarufu, au Al-Ghaya, Matn Al-Ghaya wal-Ikhtisar au Al-Ghaya wat-Taqrib. Ni mwanachuoni ameishi miaka mingi, wengine wanasema 137, wengine wanasema miaka 160 ameishi. Al-Qadhi Abu Shujaa ni Mfursi kutoka Iran, lakini naona wazuni wengi kina Imam Abu Daud as-Sijistani, al-Imam at-Tirmidhi, kina Imam Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwini kutoka Caspian, sio? Na wengi katika wanawazuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa wanatokea ukanda ule. Sasa Safavid Empire kiongezwa na Shah Ismail Safavid. Hii nimeeleza kwenye kitabu changu kimoja historia yake. Wale wakaja wakavamia miji ya Ahli Sunnah wal Jamaa, wakawa wanawaua wanawazuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, wanaingiza ushia, mpaka yule mtawala wao Abbasi the Great wanamuita, alifanya mauaji mabaya sana. Alifika katika mmoja katika miji ya Ahli Sunnah wal Jamaa Mashafi'i, siku ya Ijumaa akamlazimisha imamu atukane maswahaba awalani, akakataa. Aliteremshwa, akauawa, akakatwa vipande, akapikwa, wakalazimishwa wafuasi wamle. Hii mmeshawahi kusikia habari hiyo? Mashia walifanya hivyo. Kwa nini ushia uliingia Iran? Uliingia vipi? Uliingia kupitia Safawiyya, na historia wanazieleza wenyewe, haujazuliwa.
maana kuna wengine wanaficha, wameeleza kila kitu. Ndio Salimu al-Awwal, mfalme wa Kituruki Salimu al-Awwal, akaacha kufanya mashambulizi kupeleka Ufaransa, akarudi kwa Safavid. Kuna mmoja katika wataalamu walioandika sema, lau kama sio Safavid kufanya waliofanya kwa ahli sunna wal jamaa, leo ingelikuwa Ufaransa Qur'ani inasoma kama inavyosoma Algeria, ingekuwa waislamu wale. Lakini wakaleta chokochoko, wakatamalaki zile ardhi pale, umefahamu? Wakaingia Baghdadi, wakayafanya walioyafanya, wakalifukua kabri la Abu Hanifa. Haya sisemi mimi mwenye Al-Anwar an-Nu'maniyya Ni'matullah al-Jazairi ana kitabu, ni katika wanachuoni wa Kisafawi volume 4. Katika moja ya maandiko yake aliyoandika anaeleza wazi kwamba lilifukuliwa kabri la Imamu Abu Hanifa akazikwa mbwa. Mnaelewa? Bali kuna mmoja akajitolea pale katika watawala wao kwamba huyu mnyama wangu huyu ni sadaka, anayetaka kusikia haja akitoka hapa sokoni akiwa na haja aende kwenye kabri ya Abu Hanifa akakidhi haja yake alafu arudi, lakini nimemtoa wakfu. Kiwango kilifikia hivyo, kwa dola ya Kiislamu ikadhoofika ikawa haina nufudhi tena. Ikasadifu sani wakati wa wale Wareno na Wajerumani na wengineo kutaka kuzichukua ardhi za Waislamu. Zile tawala za kienyeji za Waislamu na imara ndogo ndogo zikaungana kupambania ardhi zao. Kwa hiyo mwisho wa yote dola ya Uthmani ikaanguka mnamo mwaka 1924. Dola ya Uthmani ikaanguka, Ottoman Empire. Na kumbukumbu hizo nimeandika mahali, nimesahau. Zipo sababu zilizopelekea Ottoman Empire kuanguka. Walianza kuacha minhaji nubuwa, khurafati zikazidi, maasi yakazidi, tahkim bi shari'ati Allah ikaachwa, watu wahukumu na sheria ya Allah. Mambo mengi yakaingia, mambo yakavurugika kabisa, dola ikaanguka. Sasa mwaka wa 1927 kwenda 28 ndipo alipojitokeza mtu anaitwa Hassanul Banna As-Saati, Misri. Huyu kwa mwalimu wa shule sehemu ya mkoa mmoja kitu al-Buhaira, akaanzisha chama cha Kiislamu kinaitwa Al-Ikhwan Al-Muslimin. 1927 mbegu ya Ikhwan Al-Muslimin ikapandwa huko Al-Buhaira. Kisha mwaka 1928 katika mwezi wa Novemba tarehe 8 Hassan al-Banna alihamia Cairo, kwa akaendeleza harakati zake pale mpaka kuuawa kwake. Alipouawa tarehe 12 Februari mwaka 1949 aliuawa, tengenezewa ajali akauawa Hassan al-Banna rahimahullah. Nafasi yake ikachukuliwa na kiongozi wenyewe, na kiongozi wao anaitwa al-Murshid al-Am, anaitwa Hassan al-Hudhaibi, ambaye alichukua nafasi ile kutoka kwa Hassan al-Banna. Sasa hawa bwana kwenye chama chao kile, maana tusijadili watu binafsi wao walivyo, tujadili ile misingi yao waliosimamia wao wenyewe. Asili kama Hassan al-Banna ni mtu msufi wa tariqa ya Shadhiliyya, sufi, tariqa yake ni tariqa ya Shadhiliyya. Kihudhuria katika mawalid na kadha wa kadha, na wana maneno mengi ambayo si sawa, lakini chama kile kikajengwa katika msingi ambao ni kinyume na msingi wa alwala wal bara. Hawana alwala wal bara, yani kuwa wapendana kwa ajili ya dini na kuchukiana kwa ajili ya dini. Msingi huo haukuwepo.
na ndio maana ndani ya chama chao walikuwa mpaka Wakristo, lakini chama cha kurudisha ukhalifa, kurudisha khilafa ya Kiislamu iliyopotea, lakini mpaka Wakristo wao. Na amezungumza wazi kwenye baadhi ya vitabu vyake kwamba sisi uadui wetu na Mayahudi sio uadui wa kidini. Fa uqarriru anna khusumatana lilyahudi laysat diniya. Nasema mimi nathibitisha ya kwamba uadui wetu na Mayahudi si uadui wa kidini. Umeelewa? Na haya kusema kwamba walikuwepo Wakristo yanathibitishwa na Dr. Abdul Fattah Mahmud ambaye ni mwenzao, ana kitabu chaitwa Tasawwur al-Ikhwan al-Muslimin lil-Qadiyyah al-Filistiniyya kwenye ukurasa wa 23 ameweka wazi, asema walikai yudallil al-ikhwan al-muslimun ala adam ta'assubihim ashraku ma'ahum fi 'udwiyyati al-lajnah as-siyassiyyah at-tabi'ah lil-ikhwan al-muslimin والتي أنشئت في عام 1948 ميلادية 2 من النصارى. anasema kwa ajili ya kuthibitisha au kutoa dalili kuwa ikhwanul muslimun hawana taassub, hawana ubaguzi, wamewashirikisha katika wanachama wa kamati ya siasa iliyo chini ya chama cha ikhwanul muslimin, kamati iliyoanzishwa mwaka 1948 miladi, imewashirikisha Wakristo wawili, wakawaingiza katika ile udhuia wao, katika wanachama wao. Nao watafuta dola ya Kiislamu, watafuta dola ya Kiislamu, lakini wale wanachama wa kamati ya juu kabisa, kamati kuu, wako Wakristo wawili. Chama hiki kikabeba mirengo miwili mikuu. Mrengo wa Hassan al-Banna, huyu kiongozi wao wa kwanza. Mrengo huu ulikuwa unaelekea katika mitazamo ya kisufi zaidi, kama anavyoongoza Hassan al-Banna as-Saati, ambaye yeye alikuwa ni muridi wa tariqa ya Shadhiliyya, na wafuasi wengi katika wenye mrengo huu utaona ni masufi wa tariqa za kisufi mbalimbali, lakini wamo pia mashia ndani yake. Alikadhalika wana harakati wengi ambao wamejificha nyuma ya pazia la umoja wa Waislamu, huo ujikubika katika jambo hili. Utaona kwenye maulidi, utaona wapi. Yeye Hassan al-Banna mwenyewe alikuwa kina maulidini, na wakiimba kasida zao wanasoma kasida hadha al-habib ma'a al-ashabi qad hadara wa samaha al-kull fi ma qad madha wa jara. Unasema sasa Mtume swalla sallam amehudhuria, huyu kipenzi Mtume swalla sallam pamoja na maswahaba wamehudhuria, na sio wamehudhuria tu, wamewasamehe watu wote madhambi yaliyopita. Ni kasida wanakuwa wakizibu na wanayanakili kwenye vitabu vyao, si jambo kwamba ati wamezuliwa. Vitabu vyao vinasema hivyo. Sasa anayesamehe dhambi ni nani katika Uislamu? Waman yaghfiru dhunuba illa Allah. Kwa hiyo wako watu wa mrengo huu. Alafu kuna mrengo wa pili wa kikutubia wa mtu anaitwa Sayyid Qutb. Huyu ndiye mwanafikra wa pili katika jamaa hili, nafasi yake nafasi namba 2. Bwana huyu alizaliwa 1906 akafariki mwaka 1966 kwa kunyongwa. Alikamatwa mwaka 54 akahukumiwa, akakaa yuko ndani mpaka mwaka 64 akaachiwa kwa sababu ya Sayyid Qutb. Huyu alikamatwa mwaka 54 kwa sababu kuna mapinduzi waliyapanga yakafeli. Yalipofeli Sayyid Qutb Ikhwan Muslimin walipanga mapinduzi ya kuipindua serikali, ndio sera yao, yakafeli yale. Yalipofeli mapinduzi yale, katika waliokamatwa ni yeye. Tangu mwaka 54 mpaka mwaka 64 rais wa Iraq Abdul Salam Arif akamwombea, mwachieni wana, alimwombea kwa Gamal Abdel Nasser, akaachiwa, kisha akarudishwa tena jela. Mwaka 66 akahukumiwa kunyongwa, akanyongwa rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo kuna mrengo wa pili. Mrengo huu ni mrengo uliokaa kigaidi zaidi, unaongozwa na fikra za mwanaharakati huyu, na chini ya fikra zake pamezalikana makundi mengi ya kigaidi kama vile Al-Qaida, Daesh, IS wale na makundi mengine ambayo hujiita kwa majina mbalimbali, na wengine wakajiita salafia pia, salafia
jihadia, salafia, qitalia, lakini wanajificha tu wao ni maikhwani katika mrengo wa nani, wa Sayyid Qutb. Masala ya kuleta fikra ya takfiru almuslimin, wa kufurisha waislamu bila ya hatia wala kuzingatia vigezo, sio manhaji ahli sunnah wal jamaa. Kwa miongoni mwa mifumo yao ambayo imekhalifu ni hili la kuwakufurisha waislamu kiholela, kuanzia watawala na raia wao. Yule kafiri tu, nchi za Kiarabu hizo makafiri tu au wanafiki hao. Hizi lugha zipo katika midomo ya watu walio kinyume na manhaji ya salaf, lakini zimerithiwa kutoka kwenye vyama hivi na wanaharakati mbalimbali duniani. Kwa miongoni mwa fikra ya Sayyid Qutb ambayo ni kinyume na itikadi na msimamo wa ahli sunnah wal jamaa ni kuwakufurisha watu bila ya kuchunga kanuni za kisheria, na hilo limetolewa ushuhuda na baadhi ya wanaharakati wakubwa wa kundi hilo kama vile Dr. Yusuf al-Qaradawi kwenye baadhi ya vitabu vyake, na vipo kwenye maktabati, vipo hapa aulawiyatu al-harakati al-islamiyya fi al-marhalati al-qadima fi ukurasa wa 110 amelieleza, asema fa fi hadhihi al-marhala ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره التي تنضح بتكفير المجتمع. maelezo yanasema hivi katika tafsiri yake, katika kipindi hiki, kwa sababu bado alipokuwa kwa gerezani alikuwa bado anaandika vitabu, katika kipindi hiki vimedhihiri vitabu vya Sayyid Qutb ambavyo ndivyo vinavyoelezea kipindi chake cha mwisho cha fikra zake, vitabu ambavyo vinafufurika kufurisha mujtamaa jamii ya Kiislamu, wa i'lan al-jihad al-hujumi ala an-nas kafa, na kutangaza jihadi ya kuwashambulia watu wote. Anaeleza mpaka mwisho akasema pia vitabu hivyo vinatangaza jihadi ya kuwashambulia watu wote. Maana alikuwa anaelekeza kabisa watu wakalipue daraja fulani, wakalipue kituo kikuu cha umeme, wakalipue mahali fulani, kama alivyotoka yule askofu yule kwamba si vituo vya Lake Oil lipua. Basi vitabu vya Sayyid Qutb vilikuwa hivyo hivyo, ili kukata mawasiliano, kuvunja, kuharibu miundo mbinu, nchi ipinduliwe. Kuna mmoja anaitwa Farid Abdul Khaliq, mmoja katika viongozi wa Ikhwan al-Muslimin, kwenye kitabu chake Al-Ikhwan al-Muslimin fi Mizan al-Haq kwenye ukurasa wa 115 pia ameyathibitisha haya kwamba fikra za kuwakufurisha watu zimeanza kwa baadhi ya vijana wa Kiikhwan katika magereza ya Qanatir mwishoni mwa miaka ya 50 na mwanzoni mwa miaka ya 60, na wao waliathirika na fikra za Sayyid Qutb na uandishi wake, wakashikamana nayo, na miongoni mwa hayo ni kuwa jamii yote imo kwenye jahilia. Nimeleta kwa Kiswahili ili kufupisha muda, lakini yako Kiarabu chake kwenye kitabu nilichokitaja. Inna nash'ata فكرة التكفير بدأت في بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وبداية الستينات، وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته إلى آخر كلام. وما يفرقنا نان نسيد قطب. kwa hiyo ukitazama hii jamaa ambayo ni jamaa ya jamaatul kundi mama, na kweli ni mama limezaa vifaranga vingi lakini vya shari katika umma wa Kiislamu, vyote hivyo vimekhalifu njia ya as-salafu salih, vyote havikuwa katika msimamo wa sawa. Sasa fikra hizi ambazo ni kinyume na manhaji ya salafu salih zimeenea katika nchi mbalimbali za Kiislamu na zikafanya yale yaliyosisiwa na waasisi wao. Katika moja ya nchi ambazo ziliingiliwa na fikra hizi ni Sudani, zikiongozwa na mtu akiitwa Hassan al-Turabi. Hassan al-Turabi alishawahi kuwa spika wa bunge, ndio alikuwa munadhim kwa tiketi ya Ikhwan al-Muslimin ndani ya Sudan, na yeye ndiye aliyepelekea kupinduliwa kwa Jaafar al-Numair ili watawali maikhwan. Yule Bashir, Omar al-Bashir, yule ni maikhwan Quh, ameongoza miaka 29 katika nchi yake. Simnanielewa? Lakini wanaojua Sudani, ili kuonyesha kwamba maikhwani tauhidi sio agenda yao ndani ya Sudani, ilifikia hirizi za uzo sokoni.
utakaulizia nini? Tumbo hii hapa shilingi 10,000 iko sokoni. Si maneno wale walioishi Sudan walilijua hili, na mambo mengi wamefeli kiuchumi, wamefeli kisiasa. Wale wanaharakati wote wa ovu wanawaficha wao na kuleta maendeleo, na pia akaligawa taifa kwa ukabila. Haya yanayotokea sasa hivi, hawa wakina aitwaje huyo Burhani na yule mwingine, hii vita inayoendelea kwa sababu ya yule dada alishawishi yule. Mkumbuka kuna dada mmoja Msudani ndio alichochea ana jina lake nilisahau, huyo kijana huyo kule Darfur hajasoma, na kazi yake ilikuwa yeye maana ilikuwa ni katika maharamia wanaozuia watu njiani. Sasa alikuwa na ushujaa sana. Watu wakitaka kusafirisha misafara yao labda kupeleka Chad au wapi, mnamtafuta yeye na kundi lake, wanawavukishia wanyama wenu, kama ni mbuzi 3,000, kama ni ngamia. Ni mtu katili. Sasa maeneo ya Darfur ni katika maeneo yaliyotupwa sana, alafu ya kikabila zaidi, baina ya wenyeji na wageni, wakipigana, wakiuana na kufanya. Sasa Omar al-Bashir akamchukua yule mtu mara kadhaa, mpaka akampa vyeo, mpaka akafika daraja ya jenerali sunani, hadi asoma darasa moja, yani nje utaratibu, ili amlindie maslahi yake. Alhasil, hiyo vita inavyoendelea inaanzishwa na dada mmoja huko, wao na dada yao pia wa taifa huko, kati ya maneno hajulikani sasa hivi iko wapi, lakini mauaji yanayoendelea Sudani ni aina yake. Tuliacha jambo hili, lakini katika nchi zilizoingiliwa na Jamaatul Ikhwan Muslimin kwa nguvu ni Sudani, pia Misri yenyewe wakafanya mapinduzi kipindi kile, katika kipindi cha Rabiul Arabi wakampindua nani? Muhammad Husni Mubarak. Sawa, nchi ikapinduliwa, matatizo mengi yakajitokeza, wakaingia kwenye uchaguzi. Muhammad Mursi akamathili tiketi kwa tiketi ya chama cha Al-Ikhwan Muslimin, wakashinda. Sasa fuatilieni tu alifanya nini kwenye kipindi cha utawala wake mfupi. Jambo la ajabu kabisa, mambo ya ajabu sana. Lakini akaja akapinduliwa. Sasa hivi rais ni Abdul Fattah Sisi, si ndio hivyo? Haya, pia katika nchi ambazo ziliingiliwa na Ikhwan na fikra za Said Qutb zikapenya ni Al-Yaman kupitia Hizb al-Islah na vyama vingine. Kuna mtu akiitwa Abdul Majid Zindani akiongoza harakati zile na maandamano, mpaka akapinduliwa nani? Akapinduliwa Ali Abdullah Saleh al-Ahmari. Akapinduliwa, ilikuwa kheri. Matokeo yake nchi ikamchukuliwa na Mashia Mahuthi. Matokeo yake Yemen ikawa na marais 8 na wote hawako nchini. 8 Sheikh, na mpaka leo haijatulia nchi ile. Lakini fitna zilizoanzishwa na nani? Na Al-Ikhwan Muslimin, na maandamano. Yale maandamano hasa yamepangwa na Al-Ikhwan Muslimin. Huko Libya hivyo ilitokea hivyo, wakampindua Muammar al-Qaddafi, lakini wao ndio waliochochea, na huku ushawishi wakiwata kutoka nchi za magharibi. Kweli alikuwa dhalim, alikuwa hivi, alikuwa vile, lakini matokeo ya jambo lile yanda biha aljabin, jambo la kusikitisha sana. Lakini Ikhwan Muslimin wakatumika Tunisia hivyo ndio walipoanzia huko Rabiul Arabi. Lakini kabla ya hapo, miaka ya 90 94 huko palitokea kundi likiitwa FIS kule Algeria, wakataka kufanya mapinduzi ya kumpindua Abdulaziz Bouteflika. Yule Bouteflika alikuja baada ya kina Bembela. Bembela alikuwa zamani kidogo, wakati ule alikuwa rafiki mkubwa wa Nyerere. Ibn Billah Waswahili ta Bembela, lakini ilikuwa ni wakati wa Bouteflika. Pakatokea mapigano ya ajabu kabisa ndani ya Algeria, lakini kwa fitna za Ikhwan Muslimin kwenye kupitia kundi la Said Qutb. Wao wanataka dola, mpaka ilipofika mwaka 52 hawajapata dola. Kuna mtu mmoja akaona, tushatimiza miaka mingapi? Miaka 10 na ngapi ilikuwa kutoka kuasisiwa? Miaka mingapi shehe?
mwaka 52 kutoka mwaka 1928 ndio chama kimestawi zaidi. Mwezi kianza 27 lakini kimestawi 28 48 miaka mingapi? 10 mpaka kufika 50 52 nadhani kitu kama hivi. Miaka 10 na ngapi ikawa? 20 ngapi? 28 38 48 miaka 24. Mwambie Mtume swalla salam amekaa Makka Madina miaka yote dola alisimamisha. Amekaa miaka 10 na ngapi Makka? Mbona mimi fika Makka miaka 52 bado dola haisimami? Wakajivua. Yule Nabahani akaanzisha chama chake tu Hizbut Tahrir. Lakini hata kwenye Ikhwan Muslimin. Kwa maana inaitwa Jamaatul Ummi kwa sababu imezaa vifaranga vya shari. Hawa jamaa baada ya mapinduzi yalikufeli wengi wao wakakimbia nchi za Kiarabu za Khalij, yani ya Gulf. Wakaingia Saudi, wakaingia Kuwait, wakaingia wapi. Hapa ndio utaona kwamba namna walivyoleta athari sasa katika nchi hizi za Saudi Arabia, sijui Kuwait, wapi. Waliingia kule. Na wengine wana degree zao. Mtu ana PhD, alikuwa mwalimu Azhar, yule alikuwa mwalimu Suainu Shamsi, alikuwa mwalimu Jamiatul Qahira, alikuwa wapi. Ni watu wana taaluma. Ndio, wana taaluma. Kwa hiyo walipoingia na ni Waislamu, walipoingia kule kwa basi tuwape kazi. Wakapewa kazi za kuwa waalimu. Kumbe wanapandikiza sumu zao. Kwa hiyo Ikhwani uliingia katika nchi za Saudi Arabia na nchi nyinginezo kupitia hawa watu waliokimbilia katika nchi hii. Waliodhania vizuri kumbe wao wana dhana mbaya au wana malengo mabaya. Na wao walivyo kama vile anapokwenda Paulo, anawaendea watu kwa vile walivyo. Hawa watu wao ni wapagani. Katika tabia zao wanakunywa pombe, wanacheza mziki, wanakula damu, wanakula nguruwe. Basi yeye anawahalalishia pombe, damu, mziki, nguruwe, lakini mumkubali tu Yesu. Unaona sasa? Ndivyo walivyoendea wazungu. Wanakwambia Yesu tu basi. Kwa hiyo wanakunywa pombe zao, wanakula nguruwe wao, wanakunywa damu, na sikukuu zao zile za kipagani zikakubaliwa kama hii ya Christmas. Sasa na wao walipofika kule hawa watu wa sunna wakaingia kwenye vazi la sunna. Lakini ule msingi mkuu kabisa ule wakauacha vile zile fikra za kuwatengua watawala na kuwatoa kwenye mamlaka ambao ni kinyume na manhaji ya salaf. Wakawa wanaziasisi kidogo kidogo tangu miaka ya 70, 80, 90 ikaja kadhihiri miaka ya 90 mapandikizi yao sasa waliopandikiza hapo mwanzo. Ndio wakatokea hawa watu kina Salman al-Auda, Safar al-Hawali, sio kina nani, kina Khalid al-Rashid, hawa kina nani, wote hao wale ni maikhwani wa tariqa ya kikutubu. Mashehe wamefungwa ni hao maikhwani hao wanakusudiwa. Mnanielewa? Lakini lengo lao ni kufanya mapinduzi kwenye nchi ili walete utawala wa kiikhwani. Bali hata kama wao watakosa basi waje wazungu watawale. Si kama hivyo wanapokuja humu wetu kuna maikhwani wa kikafiri. Sisi tutaka Umoja wa Mataifa uingilie kati, wao ndio washike nchi, alafu sio fanya hivyo, yani wazungu waje kutawala tena. Umeelewa? Fikra zao zinafanana vile. Kwa sababu malengo yao wao ni viti. Hawana haja kwamba huku nyinyi mwabudu makaburi, sio wao hawazingatii hilo. Watu watakatana vipi? Wao hawazingatii, wao watakachama kishike hatamu ili wao wanufaike. Na hakuna mahali popote pale waliposhika hatamu wakanufaika. Umma ukanufaika wa Kiislamu. Na jambo lao liko zuri. Mambo yote yaliharibika. Sasa hizi fitna nyingi unazoziona wanaoitwa wanaharakati wengi humu katika nchi yetu humu ni watu wamepandikizwa na fikra za kiikhwani al-muslimin. Na maikhwani walikuja hapa Tanzania, chuo kikuu cha Dar es Salaam na sehemu tofauti. Sitaki kuwataja majina yao baadhi yao. Itakuja huko mbeleni, lakini wakasomesha fikra za kiikhwani. Wakatengeneza vijana wenye fikra za kiikhwani ambazo ni fikra zilizo kinyume na manhaji sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hizi harakati mnazoona. Kuna harakati, hawana harakati. Na hawa watu wanaojiita kwamba sisi Jamaatu Ansari Sunna, wale wote wameathirika na fikra za kiikhwani.
kuna mahali wanaungana, utawafahamu wao kupitia maneno yao. Wanasemaje kuhusu ulama wa Kiislamu, wanasemaje kuhusu nchi za Kiislamu, wanasemaje kuhusu watawala, misimamo yao ni ipi kuhusu maandamano na vyama vya kisiasa, mirengo yao ikoje. Utawasikia tu, utaona hili wanalikubali, hili wanalikataa, wanakubali. Lakini yote hayo ima wanayokubali au kuyakataa utakuta yako kinyume na manhaji ya salafu salih. Sasa Uislamu hauwezi kupata nguvu kwa njia hizo, hauwezi kupata nguvu kupitia vyama hivyo. Uislamu hauwezi kurudi ukasimama kupitia, lazima tuangalie tumejikungwa wapi na sababu ipi, ili tuweze kutafuta tiba sasa ya pale tulipokosea. Hili ndio tatizo, tulitibu tatizo liondoke, lakini tusitaki kufunika. Sasa moja katika njia ya kuleta afya katika umma wa Kiislamu na kurudisha katika umoja wake na nguvu yake, sisi ikae mbele yetu kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wama lahum min dunihi min wali. Aya 11 sura Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mambo yaliyowasibu na kuwapata watu mpaka watu wenyewe wabadilike kwa nafsi zao, ndani ya nafsi zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekusudia kuadhibu kaumu yoyote, basi adhabu hiyo hakuna wa kuirudisha. Hakuna anaweza kuzuia kwamba sasa tujenga kinga ya kuzuia adhabu, ikija itapiga hapa itarudi. Hakuna jeshi linaweza kuzuia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha arada Allah biqaumin su'an, ay su'an bana adhaban, fala maradda lahu wama lahum min dunihi min wali, na hawana wao mtetezi asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili jambo lazima tuliweke mbele katika macho yetu, na jambo hili likae katika nyoyo zetu, na ndiyo iwe agenda yetu kuu ya kuleta mabadiliko. Na mabadiliko yenyewe yanaanza kwenye nyoyo kwanza. Idha salahat salaha aljasad kulluhu wa idha fasadat fasada aljasad kulluhu ala wa hiya alqalb. Lazima tuzitengeneze nyoyo zitengenezwa vipi? Kwa kujaza misimamo tu? La, mabadiliko ya kwanza kabisa ni ilmu, tena ilmu sahihi. Sisi tukitaka kuleta mabadiliko na mapinduzi ya kifikra na kimsimamo katika nchi na katika mataifa, kitaifa na kimataifa, ni lazima ilmu sahihi ya dini itawale katika nyumba zetu, katika miji yetu, katika akili zetu na kila kitu chetu. Ilmu sahihi. Innamal ilmu bitta'allum, na elimu inapatikana kwa kusoma, kwa kujifunza. Kwa hiyo kwa munasaba wa hili, mimi pia nawapongeza sana kuwa nyinyi mmeacha shughuli zenu na mambo yenu. Sijui mnaelewa jambo hili ukubwa wake, au pengine mnaweza wacha nikaangalie kwani kuna nini kule. Lakini jambo mliloliamua ni kubwa mno, sio jambo la kulidharau. Na ndio maana sisi tumesimama kwenye agenda hii, elimu sahihi. Elimu sahihi kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia aliambiwa hivyo, acha hii iqra, soma. Pia aliambiwa fa'lam annahu la ilaha illa Allah, soma, jua kwanza. Kwa hiyo ilmu ni kitu cha mwanzo kabisa kinachoweza kuleta mabadiliko ya fikra. Wewe ukitaka kuleta mapinduzi ya kifikra katika sehemu yoyote, cheza na ule mtaala wa kielimu wale watu, fikra yako itaingia. Walipotaka kuleta siasa za ujamaa, wakaingiza ujamaa kwenye mfumo wa elimu. Nchi zilizotaka kuleta ubepari, waliingiza ubepari katika sera zao na taratibu zao za elimu. Wanataka kuleta demokrasia katika nchi zao, waliingiza somo hilo la siasa na mambo ya demokrasia katika nchi zao. Kwa hiyo ukitaka kuleta mapinduzi kwenye jamii, basi kitu cha kwanza kabisa ni elimu.
Elimu ndio ina uwezo wa kubadilisha fikra za watu, mawazo ya watu, maono ya watu. Lakini watu watakuwa na fikra potofu kama ikiwa hawaujui Uislamu sahihi. Sasa ni lazima ilmu sahihi kwanza. Wewe wadhani kwa nini Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dawa aliyosimamia imeenea dunia nzima? Wajua kwa sababu gani? Na vitabu vyake vidogo vidogo tu hivi, lakini alisimama na agenda ya elimu. Leo nenda China, nenda Taiwan, nenda kusini mwa Afrika, nenda huko Latin America, nenda Amerika kaskazini, nenda Europe, utamsikia kuna mtu aitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab anatajwa. Utasema aliishi zama za maswahaba, au utasema bado yuko hai. Lakini mtu ameshaondoka siku nyingi duniani, lakini alisimama na agenda ya elimu, kuhakikisha kwanza elimu sahihi inafika kwa watu. Na hili amelisema kwenye kitabu chake Al-Usul Thalatha. Lakini jambo la pili la msingi kabisa ni kuyatekeleza tunayojifunza kwa vitendo. Sasa ilmu itakufundisha wewe ni nani Mola wako na umwabudu vipi, ni nani mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haki zake ni zipi unazotakiwa wewe umtekelezee. Elimu itakufundisha dini yako ni ipi, utatekeleza Uislamu wako kwa dalili zipi, kwa hoja zipi, si masala kufuata tu. Kwa jambo la kwanza baada ya elimu, la pili linalofuatia ni amali, kuutabikisha na kuufanyia kazi Uislamu kwa kadiri ya uwezo. Sasa kila Muislamu leo, mathalan watokee Waislamu katika umma wa Kiislamu hapa Tanzania, mathalan nchi yenye karibu watu milioni 60, Waislamu wamevuka zaidi ya nusu ya hao. Wangekuwa Waislamu milioni 10 tu wameuelewa Uislamu na wakawa wanaufanyia kazi, wanautabikisha Uislamu, hali yake ingekuwaje? Lakini watu wako mbali. Tatizo nini? Elimu. Hawajui dini yao. Sasa ni lazima sisi tuisome ilmu kisha tuifanyie kazi. Nazungumza kwa munasaba wa hayo kwa sababu hapa ndio kwenye mabadiliko. Mabadiliko ya kwanza ni elimu, pili ni sisi wakati tunasoma yale tunayojifunza tuyaingize kwenye matendo. Imani zetu, itikadi zetu, ibada zetu, tabia zetu na mienendo yetu, miamala yetu na watu. Lazima. Huwezi kukamilika kwa 100% kwamba wewe sasa umekuwa ni mtu 100% uko sawa kabisa, perfect kabisa, hauna shida. La. Lakini nazungumza kwa kiwango cha kujitahidi, vuka uende mbele. Lakini kitu cha tatu cha msingi sana baada ya ilmu, kisha amal, kisha da'wa. Lazima sisi tuwe ni walinganizi. Wewe unapokaa mahali popote, uko kwenye kazi, wewe ni bosi mahali fulani, wewe ni afisa mahali fulani, wewe ni kiongozi mahali fulani, hebu tumia busara yako na hikima yako kuhakikisha unaupitisha Uislamu wako. Sio kwamba wambagua mtu, msaidie da'wa imfikie kwa muamala mzuri, kwa maneno mazuri, kwa ulinganizi mzuri, mfikishie. Huyo pengine asiwezi kuja msikitini kuswali wala asisikilize mawaidha ya shekhe wala fulani wala fulani, lakini wewe rafiki yake aweza kusikiliza, lakini akuone kwamba wewe mwenyewe uko katika hali nzuri, huna stress kama alizonazo yeye, huna tabia mbaya kama yeye, umebadilika. Umekuwaje wewe? Nilikwenda semina bwana siku 10 nimejifunza mimi. Tabia zako zimekuwa nzuri, mwenendo wako mzuri, ni mtu mkweli, sio mtapeli, sio mdanganyifu. Dawa ina njia nyingi za kufanya. Leo wakaa na mtu nyumbani kwako au jirani yako, mtu wa kusikiliza na kuheshimu, fundi wako miaka, hata kumwambia bwana hebu silimu basi, Uislamu uko hivi, washindwa. Wewe ona sawa, wewe sawa na yeye sawa. Dhulma hiyo unaifanya. Lazima uwe mchangamfu katika da'wa. Watu wa shari wanabidii kwenye shari yao,
Sisi kwa nini tunakosa ghera na bidii katika jambo letu la dini? Na Uislamu ni dini nzuri, yaelezeka yani. Uislamu ni dini inayoweza kuelezeka mahali popote mtu akakuelewa. Kwa hii nukta ya tatu hii, kila nukta moja ninayohitaji hapa ni muhadhara. Mimi nahitaji kwa ujumla tu. Nazungumza hatua za mabadiliko. Lakini yote haya matatu niliyotaja yatabebwa na jambo moja. Nalo ni jambo la 4 ni as-sabr ala al-adha. Fihi. Wewe unajua katika swala la elimu kunahitaji uvumilivu, kunahitaji subra. Nyinyi mmeona wenyewe hapa. Sasa wewe ukaa siku 10 leo si siku ya 8 tayari ushachoka. Zako kwa miaka 10 wasoma tu. Kwa hivi wasoma na bado wataka kusoma. Wewe Abu Daudi miaka mingapi? Simama. Simama hapo. Eleza una miaka, mimi sijui una miaka mingapi. Kila hapo mwaka wangapi? Miaka mingapi? 11. Alikuja mtoto mdogo amekuja, yuko hapa anasoma, hana mke, yuko hapa ndani. Sasa hivi ana 4. Yuko hapa. Unataka ngapi sisi? Kaa bwana. Mnaelewa? Watu wanafanya subra katika ilmu. Sio jambo dogo. Sikumpanga. Sio kama nimempanga utakaa pale mbele na umetokea. Ukimsomesha mwingine hivyo hivyo. Jazakallahu khair, kwa sababu yuko hapa na ni mwalimu, ni khatibu, anatoka da'wa, lakini ni mwalimu, yuko hapa na ana muda yuko hapa. Kwa hiyo elimu inataka subra. Hata kuyafanyia kazi tunayosema sio jambo dogo. Hasa ukiwa ushazoea tabia fulani, mwenendo fulani, kugeuka sio jambo dogo, jambo kubwa, inataka subra. Tumeelewana? Lakini pia ulinganizi unahitaji subra, kwa sababu unaweza kumlingania mtu akakujibu vibaya. Usilipize kisasi, usiwe ni mtu wa chuki na makasiriko, tulia. Lakini yote haya ni sisi tunataka kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Lakini tunashindwa sisi kusimamia familia zetu, wake zetu na watoto wetu. Kwa nini tunashindwa? Na ndio mabadiliko yanapoanzia hapo. Ndugu, jamaa, alafu unapomlingania baba, mama, sio kama unavyomlingania mtu mwingine. Baba na mama ni kitu kingine kabisa. Kwanza yeye hakuamini wewe kwamba wewe wajua au wajua dini. Haamini hivyo. Unaona wewe bado mtoto mdogo. Sasa usilazimishe. Aweza kaja mtu mwingine pembeni huko mjinga tu akamsikiliza, lakini wewe utaniambia nini? Nimekuzaa juzi tu hapa. Lazima uwe mpole kwake, uwe na subra kwake, uombe dua, umuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi lazima wakubwa. Lakini nataka ukisema kwamba ili tulete mafanikio katika umma wa Kiislamu, tuujenge umma ulio sawa sawa wenye mshikamano, ni lazima hatua za mabadiliko zifuatwe. Tubadilike na tusaidiane katika haya mabadiliko, kwa kunasihiana, kwa kushauriana, kwa kupongezana, kwa kuambiana maneno ya sawa sawa ya upole, ya hikma, ya kurekebishana. Lazima haya mambo yapatikane. Tuthamini mambo yetu ya ilmu, vituo vya ilmu vya kuelewa. Leo tuna vituo kwenye mitaa yetu, kwenye vijiji vyetu, kwenye kata zetu, wala hatujali kabisa. Kabisa hatujali wala hatushughuliki navyo. Na sisi tuna taaluma mbalimbali za kuweza kusaidia katika jambo la dini. Lakini leo ufikiria kwenye Tanzania hii yenye kata 1400. Lau katika kila kata kuna kituo kama hiki cha elimu, wale Waislamu hawawezi kwa mali walizonazo? Waweza. Kila kata pakawa pana kituo cha ilmu na kuna mwalimu anawasomesha watu dini katika misingi sawa sawa, sio kuwapotezea watu muda. La, wakahifadhi Qur'ani, wakasomeshwa tauhidi, wakasomeshwa sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafundishwa fiqh ya Kiislamu, wakapewa mafunzo ya dini ya sawa sawa ya kujitambua na maadili mema. Wewe wafikiri baada ya miaka 10, 15 Uislamu utakuwa umefika wapi? Mabadiliko yanapatikana kwa njia za elimu. Njia ya elimu hiyo ndio njia ya kwanza. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Na huo ndio ujumbe wa mitume, na wao ndio maana wakao wanaanza na tauhid, kwa sababu tauhid itambadilisha mtu. Sasa mengi hapo ya kusema, lakini wakati hauturuhusu.
jamaa hao waliofeli kwenye misimamo yao na makundi yao wamefeli kwa sababu wameacha njia ya salafu salih. Wameiacha, wakaanzisha makundi na vikundi wakidhani kwamba itasaidia, na wengine wakaona kwamba harakati sasa ni kujenga mashule, kujenga mahospitali, kujenga hiki. Sawa, ni huduma za kijamii, wakayapa majina ya Uislamu, lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa kabisa ni biashara za watu binafsi, haziko katika kutoa huduma ya Kiislamu. Kwa asilimia kubwa, sisemi zote, kwa asilimia kubwa ni biashara za watu binafsi. Sio kama Muislamu akienda pale atasoma bure, akitoka pale atajua Qur'ani sawa sawa, atakuwa shekhi. Uongo hapo, ni kudanganyana tu. Simenielewa? Watu wanatafuta ni ufaulu wa skuli, amefaulu kiasi gani na nini, ili shule itangae zaidi, mapato yaje zaidi. Hayo ndio mambo yaliyopo. Sasa hatuwezi kula dunia kwa jina la Uislamu kwa kiasi hicho tukakaa kimya. Haiwezekani. Waltumisati dunya bi'amali al-akhirah au watufuqiha li ghairi ad-din, katika mambo mabaya kabisa itakapofikia watu wajifunza dini si kwa ajili ya dini, au ikatafutwa dunia kwa jina la akhira. Hiyo ni hali mbaya sana, na hiyo tutakao tuiondoe sisi, turudi katika mstari wa sawa sawa. Mabadiliko ni kitu muhimu, lazima tubadilike, tujitambue katika Uislamu wetu, tuusome Uislamu wetu vizuri, tuache na mambo haya yasiyomridhisha Allah, ashirki, mambo ya shirkiyat, mambo ya bid'a, mambo ya fiski na fujuri na mingineyo, turudi katika njia sawa sawa. Nadhani tukienda katika utaratibu huu, bila shaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja. Wala yansuranna Allahu man yansuruhu, wala yansuranna Allahu man yansuruhu. Vizuri nikiishi hapa, kama kuna maswali machache labda, maana nimejaribu kuvuta maswali mengi kisema nitajibu baadaye. Sasa pengine labda mengine yamejibika. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Nasema kwa ulivyoeleza ikhwan Tanzania ndio kama kina Sheikh Ilunga, naam, Allah amrehemu, lakini wao ni katika hao na katika, kwa kuwa pia maikhwani wao elimu si katika agenda zao, elimu ya dini. Mtu yoyote anayeweza kusimama akasema, basi atapewa kipaumbele, kwa sababu kasoma skuli, anaweza kuzungumza Kiingereza kidogo, maneno akazungumza katika Kiingereza, basi akishasema kwa jina la Uislamu kashakuwa shekhi. Yani aziheshimiwe zile nafasi kabisa. Mtu anaweza kusimama asihitaji aya hata moja, au hajui kusoma Qur'an, shekhi kapita. Kwa nini? Kwa sababu azungumza kuwatetea Waislamu. Uislamu uende namna hiyo, Uislamu utaka ilmu. Sasa ikhwanu muslimin si katika sera zao hizo, wako wengi, sio yeye, lakini yeye ni katika hao. Ndio maana mara nyingi washambulia pia ahli sunna na masalafi na vitu kama hivi, na utaja habari nyingi ambazo zilikuwa sio za sawa. Allah msamehe makosa yake. Nasema, je, inajuzu kwenda kwa kuhani mshirikina kuchukua dawa au kupata tiba japo kwa dharura? Najibu kwa maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema, man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayemuendea kuhani, mpiga ramli au kuhani, akamsadikisha anayosema, basi huyo amekufuru yale yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana haifai kumuendea kuhani, haifai kumuendea mpiga ramli, haifai. Sawa. Wa an tastaqsimu bil azlam, mikatazo kwenye Qur'an, katika vitu vilivyoharamishwa kwenye aya 3 ya sura al-Maida, hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wama uhilla bihi lighayri Allahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisqun اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. Imesomwa leo aya hii katika mimbari hapa. Kwa moja katika mambo yaliyoharamishwa ni al-istiqsam bil azlam, kupiga ramli.
haifai. Na ni katika mambo yenye kuulemaza umma na kuhudumaza umma wa Kiislamu, watu kufanya mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi na ya kiganga, haifai. Tiba, mbona tupewa aspirini na nini? Haifai kwenda. Mtume ashasema hii haifai, ni haramu. Qur'ani inasema haifai kumwendea kumpiga ramli. Huyo anauliza kwa nini katika miji yetu wanaoitwa mahizbi ni Ansari Sunna na sio masufi na mapote mengine? Nimeeleza hapa. Usufi, wajua, katika jarhi wa taadil mtu anaweza akawa ana sifa 2 au 3. Moja sifa nyepesi, nyingine ya kati na kati, nyingine nzito. Watu wa jarhi wanampa ile nzito ile. Sawa, pengine huyu ni mudallis lakini pia anasahau sana, lakini ni kadhab. Sisi tunasema ni kadhab. Hiyo itamtosha, itamweka kwenye daraja ile inayostahili zaidi. Umeelewa? Sasa nikasema huyu mathalan ni hizbi kwa kuwa ni mtu wa vyama, lakini kafir. Tutosheka tu hizbi kafir kwa kuwa ni Mkristo au mdani, kafir, mpagani. Haina haja kusema hizbi, sema tu kafir. Mtu mubtadi' sufi kuburi, mpe wasifu wake wa sufi baada ya kusema hizbi. Sawa? Kwa ndio maana mara nyingi majamaa wa jamaa wa Ansari Sunna na wengineo tuwapa jina la uhizbi kwa wale wanaostahili kwenye uhizbia wao, ambao kuna mambo mengi yanatofautiana, na kubwa zaidi ni mahali pa kurudi kwa wanaozuoni, msimamo wao dhidi ya wanaozuoni walisimama katika haki na msimamo wao dhidi ya wanaozuoni wa batil. Hii ni moja katika sababu za msingi, au sababu 2 za msingi. Utaona wao dhidi ya wanaozuoni walisimama katika haki ni maadui, na wanawatetea wanaozuoni wa batil. Wachilia mbali mambo ya wala dhaif, yani mambo ya kupendana kwa sababu ya jumuiya na taasisi na kuchukiana kwa sababu hizo, uadui na nini. Haya mambo tumeishi nayo sisi, sio kwamba tuliambiwa. Ni mambo yalikuwepo na tulikuwa tuishi nayo, na sijui kama wameyaacha mpaka sasa. Vita kwa sababu ya taasisi na taasisi, hakuna kitu kingine. Hao wasema watetea sunna na watetea sunna, lakini vita baina yao kwa sababu ya taasisi zao ni mambo tuliishi nao tukayaona na kuyashuhudia, na mingine watu wakaingilia kuyasuluhisha, sababu ni taasisi zao. Ndio hizbi wenyewe, huo ndio hizbi wenyewe, hakuna kitu kingine. Kwa watu walioishi Arusha, Kilimanjaro, baina wale jamaa wa Ansari Sunna wa Majengo na wale Kandahari, wanayajua haya, wanayajua. Mfano tu kama huo, kama hawa watu wa Kandahari, hawa wale Kilombero, hawa watu wa Majengo, ule mgawanyiko wao, sababu ni nini? Hakuna sababu yote, zile taasisi zao. Ndio ule uhizbia tunaozungumza pale. Sasa tukisema basi tuwe tuungane, lakini nyoyo zao zinatokota kwamba hawako pamoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, dhalika biannahum qaumun la yaqilun. Sawa? Sasa sisi hatuwazulii katika hilo, msimkaona kwamba tuwazulie uongo. Ni mambo yapo tuliishi nayo, ilikwenda namna hiyo, na sisi tuliyakemea, lakini wao hakutaka kuyasikia hivyo. Wakawa wamesimama kiuadui zaidi kuipiga vita da'wa salafia, wakiachilia mbali haya mambo ya kuwatusi wanawazuoni. Nasema nimesikia umesema Said Qutb rahimahullah, sijaelewa. Je, ukimtaja mtu muovu anajinasibisha na Uislamu inafaa kumtaja kusema rahimahullah? Naam, nafaa kusema rahimahullah, faa. Sababu sisi hatumkufurishi kwamba yeye ni kafir au la au kadha, lakini manhaji yake na njia yake ni mbaya, lazima tuhitaji kwa ubaya. Yale masala kusema udhkuru mahasina mautakum wa kufu amma sawihim, tajeni mema ya maiti zenu na jizuieni kutaja maovu yao. Yale mambo yake binafsi aliyofanya baina yake na Mola wake kateleza, yale usiyataje kwamba alikuwa hivi alikuwa hivi alikuwa hivi, lakini yale ambayo yana athari katika mujtama, kwa kuwa ameacha katika jamii mambo mabaya, watu wakiachiwa hivi hivi yatawadhuru, mtaje. Na ndio maana hata makundi yote utakuta wanawataja wanawazuoni wasiowakubali. Kinyume cha hivyo, na waache kumtaja Muhammad bin Abdul Wahhab,
makhurafi waache kumtaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa sababu si ameshakufa naye, si ndio hiyo? Udhkuru mahasina mauta wa kufu amasawihi, ndio hivyo. Sasa isielemee upande mmoja. Sisi tuna mizani yetu ni kwamba mtu atakayeacha jambo baya, kamsome Ibn Kathir katika al-Bidayah wa an-Nihaya, amewataja baadhi ya watu akasema huyu sisi tunamtaja kwa sababu ya uovu alioufanya, ili vizazi vije vitambue juu ya uovu wa mtu huyu, wakome kufanya mambo kama haya kwa sababu na wao watatajwa kama maovu yao. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Mtu anapofanya jambo ovu, sharia yake ikaenea katika jamii, fikra yake mbaya ikaenea katika jamii, atakiwa atajwe, abainishwe. Lakini kama ni makosa baina yake yeye na Mola wake, ameteleza, huyo mstiri, usimtaje. Hilo ni dhambi yake, hiyo istiri. Hata wewe mwenyewe pia jistiri, usije ukasema mbele za watu mimi bwana nimefanya hivi na hivi na vile. Usifanye hivyo, utakuwa umekwenda kinyume, umeivunja sitra aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala kwako. Simaiz bin Malik akuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia Rasulullah, mimi nimezini, nitaharishe. Anambia isitiri, ashakustiri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ashakustiri, ya nini kusema maneno haya? Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataa, na ndio anaweka msingi huo. Haya ni mambo yako binafsi baina yako wewe na Mola wako. Sahaba Maiz ibn Malik alipokariri hili mpaka ushahidi ulipotimia, aliamrisha apigwe mawe mpaka afi, akapigwa mawe mpaka akafa. Lakini aliamrishwa ajistiri. Kwa hiyo usitangaze maovu yako wala maovu ya watu, maovu yako uliyofanya wala ya watu, usifanye namna hiyo, ila lile ambalo lina madhara katika umma wa Kiislamu, kwa kuwa ni fikra chafu, kwa kuwa ni jambo la upotofu, libainishwe na abainishwe msemaji wake. Na kama ikiwa ndio msimamo wake na ndio misingi yake, sasa amelivaa jambo hili, mtaje, na mtaje kwa ubaya. Hiyo itakuwa ni thawabu, hizo utapata. Na nimesema maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ile jambo la kwenda kwa kuhani, na baadhi ya ikhwa wameleta kwamba kuna shekhi walimsikia akisema kwenda kwa kuhani kwa ajili ya kuchukua dawa kama dawa, yani si malengo ya kupiga ramli au la. Na msikia shehe nani hawajamtaja, ila wanadai kwamba shekha kama isimamia hilo kwamba kwenda kwa ajili ya kuchukua dawa kama dawa la basa. Ndio nikawashauri waandike swali hili. Lakini hadithi nyingine imekuja, man ata arrafan au kahina fasalahu an shay'in, akamuuliza kitu chochote, haifai maadamu ni kuhani au arraf, ni kulitangaza jambo lake, kwa sababu akamuuliza kitu chochote. Ukimuuliza kitu chochote, swala yako hitakubaliwa siku 40, lam tuqbal lahu salatuhu 40 laila, swala ikubaliwi. Lakini ukimsadikisha umeyakufuru ile teremsho kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu aalam, pengine elimu ni pana, tuambiwa sasa nimekwenda kuchukua dawa, sikumuuliza, nilifika pale nikachukua nikaondoka. Lakini kuna kutangaza kazi yake. بس يتوشى سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.